Ilikuwa tarehe 11 Februari mwaka 2005, hupo Lexington, Kentucky, Marekani. Asubuhi na mapema, magari manne ya FBI yalifika katika maeneo manne tofauti kwa wakati mmoja. Maafisa walishuka na kugonga milango kwa nguvu, kila mmoja akiwa na kazi yake. Katika nyumba moja, maafisa walipata vitu vya ajabu juu ya meza. Kulikuwa na nywele bandia za wazee, barakoa za silicone za sura ya mzee, kifaa cha kutoa mshtuko wa umeme ambacho bado kilikuwa kwenye pakiti, na karatasi 5 zilizoandikwa kwa mkono zikielezea mpango wa tukio dakika kwa dakika, zikiwa na majina ya siri kama yale ya filamu. Katika nyumba nyingine, kijana aitwaye Warren Lipka alikuwa tayari ameshaamka. Alikuwa amekaa kwenye kochi akiwa amevaa viatu kama mtu aliyekuwa akisubiri tukio hilo litokee. Lengo la tukio hilo lilikuwa maktaba maalum ya vitabu vya zamani katika chuo kikuu cha Transylvania. Ndani ya maktaba hiyo kulikuwa na vitabu vya thamani sana, vikiwemo toleo la kwanza la Darwin, maandishi ya kale na kitabu maarufu sana kinachoitwa Birds of America. Kitabu hicho ni kati ya vitabu vya thamani zaidi duniani. Thamani ya vitabu vyote ilikadiriwa kufikia dola milioni 12. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba waliohusika hawakuwa majambazi wakubwa wala wahalifu wa muda mrefu. Walikuwa wanafunzi 4 wa chuo waliotoka katika familia nzuri. Miezi 14 kabla ya tukio, hawakuwa hata wamewahi kuiba kitu kikubwa. Swali likawa moja: ni nini kilichowafanya wanafunzi wa kawaida wafanye wizi mkubwa kiasi hicho? Na ni nani aliyefanya kosa lililowaharibu wote? Hadithi inaanza miezi 14 kabla ya tukio, mwaka 2003, katika jiji la Lexington, Kentucky, katika chuo cha Transylvania. Kulikuwa na mwanafunzi aitwaye Spencer Reinhard mwenye miaka 20. Alikuwa ni mwanafunzi anayesoma sana. Alikuwa ni mtulivu, mwenye aibu kidogo, na mara nyingi alipenda kuchora badala ya kuandika darasani. Siku moja, wakati wa utambulisho wa wanafunzi wapya, mfanyakazi wa maktaba aliwaongoza wanafunzi kwenda chumba maalum cha vitabu vya zamani. Chumba hicho kilikuwa na mwanga hafifu, joto lilidhibitiwa na vitabu vilikuwa ndani ya vioo. Mfanyakazi huyo alifungua kabati moja na kuwaonesha kitabu kikubwa sana. Kilikuwa ni kitabu cha Birds of America. Kurasa zake zilikuwa ni kubwa kama meza. Ndani yake kulikuwa na picha za ndege wote wa Amerika zilizochorwa kwa mkono. Aliwaambia kuwa vitabu kama hivyo duniani vipo chini ya 120 na thamani yake ni kati ya dola milioni 8 hadi dola milioni 10. Kwa jumla, vitabu vilivyokuwa ndani ya chumba hicho vilikuwa na thamani takriban dola milioni 12. Spencer aliacha kuangalia vitabu, badala yake alianza kukiangalia chumba. Kulikuwa na mlango mmoja tu, mlango wa kuingilia na kutokea. Hakukuwa na kamera, hakukuwa na mlinzi, hakukuwa na alarm. Vitabu vya thamani ya dola milioni 12 vilikuwa vinalindwa na mtu mmoja tu wa maktaba. Usiku huo huo, Spencer alienda kukutana na rafiki yake aliyekuwa anaitwa Warren Lipka. Alienda kukutana kwenye baa karibu na chuo kingine. Spencer alimwambia alichoona maktaba, vitabu na jinsi kulivyokuwa hakuna ulinzi. Kwa Spencer ilikuwa ni hadithi ya ajabu tu, lakini kwa Warren ilikuwa ni mwanzo wa mpango. Warren alikuwa mtu ambaye akipewa wazo halibaki wazo, analifanya kuwa mpango, na mpango unakuwa kitu halisi. Walianza kuuliza maswali: vitabu vina uzito gani? Maktaba inafungwa saa ngapi? Na watu wangapi wanafanya kazi pale? Je, kuna kamera? Spencer hakujua, lakini hapo ndipo kila kitu kilianza. Miezi michache baadaye, walikuwa wameanza kupanga wizi. Walikuwa wanakutana kwenye basement ya Warren. Walikuwa wamechora ramani ya maktaba. Walikuwa wameandika mpango wa dakika kwa dakika.
walikuwa wamechagua majina ya siri kama ya kwenye filamu. Walikuwa wameagiza barakoa, nywele za bandia na vifaa vya umeme. Mpango wao ulikuwa ni kuingia kama wazee wanaotaka kuona vitabu ama wanaotaka kusoma vitabu, kumshambulia mfanyakazi wa maktaba, kuchukua vitabu na kuuza kwa watu ambao wanahusika na soko la magendo. Walifikiri wamepanga kila kitu, lakini hawakujua kuwa kosa moja tu lingeharibu mpango wote, na kosa hilo lilikuwa ni karibu kutokea. Lilikuwa kosa gani? Sawa. Mwaka 2003, wakati wa baridi huko Lexington, Warren Lipka alianza kufanya mikutano kwenye basement ya nyumba yake. Hapo ndipo wanafunzi wanne walipoanza kupanga mpango wa wizi ambao baadaye ungekuwa kesi ya shirikisho. Sehemu hiyo haikuonekana kama mahali pa wahalifu, ilionekana kama chumba cha kawaida cha wanafunzi. Kulikuwa na meza ya kukunjwa, karatasi zilizojaa ramani na michoro ya chumba cha vitabu cha maktaba. Ukutani kulikuwa na ramani iliyochorwa kwa mkono, njia za kuingia zilizochorwa kwa rangi nyekundu, njia za kutoka zilizochorwa kwa rangi ya bluu. Warren alikuwa anasimama mbele ya meza kama mtu anayeongoza filamu. Alikuwa ameangalia filamu nyingi za wizi kama Ocean 11 na Revival Dogs. Alikuwa anaamini kuwa tofauti kati ya wizi wa kweli na wizi wa filamu ni maandalizi tu. Alisema ni lazima wapange kila dakika, kila mtu awe na jukumu lake na kila kitu lazima kiandikwe. Aliandika mpango wa kurasa 5 kwa mkono. Ndani yake kulikuwa na muda wa kila hatua. Nani ataingia, nani atachukua vitabu, nani ataendesha gari. Lakini walikuwa wamepanga kila kitu isipokuwa kosa ambalo litawakamatisha. Mpango huo ulihitaji mtu wa kununua vitabu, kwa sababu huwezi kuuza kitabu cha dola milioni 10 kwenye mtandao peke yake. Kupitia mtandao wa watu waliokuwa wanauza vitambulisho bandia, Warren alipata mtu wa kati kutoka New York, Marekani. Walikutana kwenye mgahawa karibu na Central Park. Warren alitumia jina bandia. Mtu huyo hakutoa ahadi, lakini alimpa namba ya simu ya watu waliokuwa Ulaya. Warren aliamua kwenda mpaka Uholanzi. Alitengeneza passport bandia. Alitumia dola 2,500 alizopata kwa kuuza vitambulisho bandia. Alisafiri peke yake. Alikutana na watu wawili kwenye mgahawa. Watu hao hawakutaja majina yao, walimsikiliza. Walisema wanaweza kuwa na interest kama vitabu ni halisi. Warren aliporudi Marekani, aliwaambia wenzake, mpango ni wa kweli, wanunuzi wapo, pesa zipo. Spencer aliamini. Sasa walihitaji watu zaidi. Eric Bosok alikuwa rafiki wa Warren. Alikuwa mtu ambaye ni mtulivu, anayefikiria sana. Walikuwa wamefanya biashara ya vitambulisho bandia pamoja. Walipoona kuhusu vitabu vya dola milioni 12, alikaa kimya. Alipiga hesabu, akaona pesa ni nyingi sana. Akasema yupo tayari kufanya huu mpango. Mtu mwingine alikuwa ni Charles Allen. Alikuwa na mwili mkubwa na nguvu. Mara ya kwanza aliposikia mpango huo, alicheka sana. Alisema huu ni ujinga. Lakini walipomwambia watagawana dola milioni 12, alinyamaza. Akauliza wanaanza lini mpango. Warren aliwapa majina ya siri kama majina ya kwenye filamu. Kulikuwa na Mr. Yellow ambaye ni Warren, Mr. Green Spencer, Mr. Black Bosak na Mr. Pinky, huyu alikuwa ni Chazi. Walikuwa wanakutana kila wiki. Walikuwa wanachora ramani. Walikuwa wanaangalia ratiba ya mfanyakazi wa maktaba. Walikuwa wanajifunza jinsi ya kutembea kama wazee. Walikuwa wameagiza barakoa za wazee, nywele bandia, vifaa vya umeme, yani tiza za umeme, gloves, kamba za kufunga. Mpango ulikuwa ni rahisi. Wangeingia kama wazee wanafanya utafiti, wangemshambulia mfanyakazi wa maktaba, wangechukua vitabu, wangetoka kwa mlango wa nyuma, wangeendesha hadi New York, Marekani, wangeuza vitabu katika soko la siri. Mpango ungekamilika. Lakini kulikuwa na kosa kubwa.
ambalo hawakuliona. Warren alituma email kwa mfanyakazi wa maktaba akitumia akaunti ya chuo. Email hiyo iliwekwa kwenye seva, ilihifadhiwa. Kwa mawasiliano ya siri, alitumia akaunti nyingine ya Yahoo yenye jina bandia. Spencer alianza kuwa na wasiwasi. Usiku mmoja alikaa peke yake kwenye chumba chake. Alifikiria kila kitu walichokuwa wamekifanya: pasipoti bandia, safari ya Ulaya, mipango, barakoa, silaha. Alijua bado anaweza kuacha. Alishika simu, akaiweka chini. Hakutuma ujumbe, hakusema anaacha, na hapo ndipo alifanya kosa lake la kwanza. Kwa sababu siku chache baadaye walifanya jaribio la kwanza la wizi na kila kitu kilianza kwenda vibaya. Siku ya jaribio la kwanza ilipofika, kila mtu alikuwa na jukumu lake. Walivaa nguo za kawaida, hakuna barakoa bado. Lengo lilikuwa kujaribu mfumo, si kufanya wizi kamili. Siku ya jaribio la kwanza ilipofika, kila mtu alianza na jukumu lake. Walivaa nguo zao za kawaida, hakuna barakoa bado. Lengo lilikuwa ni kujaribu mfumo na si kufanya wizi kamili. Waliingia maktaba kama wanafunzi wa kawaida. Walikaa wakajifanya wanasoma. Walikuwa wanachunguza kila kitu. Muda ulivyokwenda, mfanyakazi wa maktaba alionekana kuanza kuwashuku. Alikuwa anawaangalia mara kwa mara. Aliona wanatembea sana kuliko kusoma. Spencer alianza kupata hofu. Alianza kuona kama watu wanawatazama. Alihisi kama kila mtu anajua wanachopanga. Warren alimwambia watulie, lakini tayari hali ilikuwa imeharibika. Walitoka bila kufanya chochote. Nje hakuna mtu aliyesema kitu, lakini kila mtu alijua mpango haukuwa rahisi kama walivyofikiria. Walirudi kwenye basement. Warren alisema walifanya makosa madogo. Alisema wanahitaji kujipanga zaidi. Badala ya kuacha, waliamua kuendelea, na hapo ndipo waliingia katika hatua ya hatari zaidi. Ilikuwa tarehe 17 Disemba ya mwaka 2004. Asubuhi, kila mtu alikutana kwa Warren. Walivaa mavazi yao ya wazee, barakoa za silicone, nywele nyeupe, miwani pamoja na gloves. Walijitazama kwenye kioo. Hawakuonekana kama wanafunzi tena, walionekana kama wazee kabisa. Walichukua vifaa vyao: kifaa cha umeme, stun gun, kamba, mfuko wa kubebea vitabu. Walipanda gari. Hakukuwa na mzaa tena. Walifika maktaba. Waliingia polepole kama wazee wanaotaka kusoma. Mfanyakazi wa maktaba aliwapokea. Hakushuku chochote. Walikaa kwa dakika chache. Kila mtu alikuwa anangoja ishara. Ghafla walishambulia. Walimshika mfanyakazi. Walitumia kifaa cha umeme. Walimfunga kamba. Ndani ya sekunde chache walikuwa wamechukua udhibiti wa chumba. Walikimbilia kwenye kabati la vitabu. Walichukua kitabu cha Birds of America, vitabu vingine vya kale na maandishi ya thamani. Walivitoa kwa haraka, lakini kulikuwa na tatizo. Vitabu vilikuwa ni vikubwa na vilikuwa vizito kuliko walivyofikiria. Hawakuvipanga vizuri. Walipokuwa wanatoroka, walivivuta na kuharibu baadhi ya kurasa. Walikunja, vingine wakavichana, lakini hawakusimama. Walitoka nje ya mlango wa nyuma, walipanda gari na wakaondoka. Ndani ya dakika chache walikuwa wameweza kufanikiwa kutoweka. Baada ya kufanikisha wizi, walipofika nyumbani hawakusherehekea sana. Walikuwa na mshtuko. Walifungua vitabu, ndipo walipoona ukweli. Vitabu vilikuwa vimeharibika. Kurasa zilikuwa zimechanika, baadhi zilikuwa zimekunjika vibaya. Spencer alikaa kimya, hakuweza kuamini. Walikuwa wameiba kitu cha thamani cha mamilioni, lakini wamekiharibu kwa mikono yao wenyewe. Sasa walihitaji kukiuza. Warren aliwasiliana na watu wa Ulaya, lakini mambo hayakuwa rahisi. Watu waliotakiwa kununua vitabu walitaka uthibitisho, walitaka kuona vitabu, walikuwa na hofu. Wakati huo huo, chuo kiligundua wizi. Polisi waliwaita FBI, wakaingia na kuanza kuchunguza rasmi.
FBI walipoingia maktaba, waliona haraka kuwa huu haukuwa wizi wa kawaida. Hakukuwa na mlango uliovunjwa, hakukuwa na dalili za watu wa nje. Waligundua kitu kimoja: huu ulikuwa ni mpango wa mtu aliyefahamu ndani kwa kina. Walichukua rekodi za email, walipitia mawasiliano ya chuo, ndipo walipoona email ya Warren. Hili lilikuwa ni kosa kubwa. Walianza kumfuatilia. Wakati huo huo, kundi lilikuwa linaanza kuvunjika. Spencer hakuweza kuvumilia. Alikuwa na hofu, alikuwa na hatia. Hatimaye aliamua kuongea. Spencer aliwaeleza FBI kila kitu: majina, mpango, safari ya Ulaya na wizi wote. Baada ya hapo, wengine walikamatwa, mmoja baada ya mwingine: Warren Lipka, Eric Bosak, Chazi Allen. Wote walikamatwa, walifikishwa mahakamani, walikiri, wakapewa adhabu ya kifungo. Vitabu vilipatikana, lakini tayari vilikuwa vimeharibika. Baadhi ya kurasa zilihitaji kurekebishwa kwa gharama kubwa sana. Hawa hawakuwa wahalifu wa kawaida, walikuwa ni wanafunzi, walikuwa na maisha ya kawaida, walikuwa na nafasi ya mafanikio, lakini wazo lao moja tu likaua mpango. Mpango ukawa kitendo, na kitendo kikaharibu maisha yao. Kosa lao kubwa halikuwa wizi pekee, lilikuwa kuamini kuwa wamepanga kila kitu, kwa sababu mara nyingi kosa moja tu linatosha kuangusha mpango mzima. Karibu sana. Hii inaitwa Bongo Star Media. Usitoke, kaa karibu nasi kila siku ili uweze kufuatilia kila stori nzuri ambazo tutakuwa tunakuwekea hapa hapa kila siku. Siku njema iwe nawe. Bye bye.